Buni kwa majina ni Daktari Reuben Chepsongor, kiranja wa chama chetu kinachotawala cha UDA. Kwanza kabisa nataka nichukue nafasi hii ya kipekee kwa niaba yangu na kwa niaba ya wakaaji wa Baringo na wana wafuasi wote wa chama cha UDA Baringo kutoa risala zetu za rambirambi kwa jamii ya mwenda zake kiongozi Mheshimiwa Joanna Ng'eno. Nataka niseme ya kwamba hiyo ripoti ambayo tumepata ripoti kwa mshtuko kubwa sana, kwa sababu wakati tulipopata habari ya ndugu wetu kutuacha, sisi kama wananchi ambao tumewahi kukaa na Joanna Ng'eno, ambao tumewahi kushiriki kwa mambo mengi, kwa mambo ya harambee ya makanisa, kwa mambo ya kusaidia vijana wetu wa muziki. Joanna Ng'eno alikuwa ni kiongozi ambaye ni roho yake ni safi. Anataka kila mtu na aweze kusaidiwa, aweze kuinuka kimaisha. Nataka niseme ya kwamba kifo kimetunyang'anya kiongozi ambaye ni mpenda watu, kiongozi ambaye mchapakazi, kiongozi ambaye anapenda nchi yake. Nataka nichukue nafasi hii kusema kwamba kweli kwa mchane, nataka niseme mama pole pamoja na watoto wako. Vile vile nataka niseme pole kwa Mheshimiwa Gavana wa Narok, Mheshimiwa Ole Ntutu. Pole ndugu yangu, kwa sababu hiyo uchungu imefika kwa sababu wewe ni msasi ya hawa watoto. Wewe ni msasi ya Mheshimiwa mwenda zake. Nataka niseme ya kwamba poleni. Na vile vile niambia Rais wa Jamhuri ya Kenya, pole kwa kupoteza kiongozi. Pole kwa kupoteza mfuasi, mtetezi wako Mheshimiwa Joanna Ng'eno. Na nataka nionye wale wote ambao wanatumia kifo ya Mheshimiwa Joanna Ng'eno kugawanyisha jamii ya Wakalenjin, kwamba tuko hapo na tungi mkono. Wala ambao wanatumia kifo cha Mheshimiwa Joanna Ng'eno kugawanyisha ama kujinufaisha kisiasa, nataka niseme ya kwamba hiyo hatutakubali. Nataka niseme nionye Mheshimiwa Seneta Mheshimiwa Richard Onyonga, ile maongeo ndugu yangu, ukiwa ndani ya kanisa, you cannot say kwamba William Ruto aliua Joanna Ng'eno. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, uwezi kutumia kwamba William Ruto anaua watu kupitia ndege. Nataka nikuambia ndugu yangu, William Ruto sio naota sio rufani wa ndege. William Ruto sio mwenye kushika anga. Sisi wote ambao tunatumia ndege ni Mungu anatuongoza na rufani. Ukifikiva kiwango ambao unasema kwamba William Ruto anaua watu kupitia ndege, nataka niseme Rigathi Gachagua pamoja na Onyonga kwamba maneno ambayo mnaongea muweze kufima maneno yenu kabla mjaweza kutamka. Tusiweze kutumia siasa kwa sababu unataka kujinufaisha ama kujionyesha kwamba wewe unachali watu wa Kalenjin. Hiyo ndio njia. Niliona Rigathi Gachagua akisema kwamba tulikuwa naongea na Ng'eno. Ati tulikuwa naongea na Ng'eno, William Ruto is against Ng'eno. Hiyo ndio njia ya kutaka kuanyisha sisi watu wa Kalenjin between us and the president, because the president William Ruto is a Kalenjin. Na tutakubali wewe kuingilia kifo cha mwenda zake kugawanyisha wa Kenya ama kuleta hatred kwa viongozi na watu wa Kalenjin. Nataka niseme kwamba kuna kijana ambao uliongea vibaya leo. Aliongea vibaya kwamba kifo hatutaki jamii nyingine wahudhurie mashishi ya mwenda zake. Nataka niambie huyo kijana yangu tafadhali, Joanna Ng'eno sio Mkipsigis. Joanna Ng'eno ni Mkalenjin. Joanna Ng'eno ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye anapendwa katika Baringo hii, katika Rift Valley mzima. Huyo ndio kiongozi ambaye tunamtambua
kwa sababu maneno yake ni ndio na ni ndio, kama ni la ni la. So kwa hivyo nataka niseme kwa wale ambaye wanajaribu sana kutumia nafasi hiyo ya kuongea vibaya, kusema kwamba fulani msikuje, na hata mwingine akisema jana ati fulani na fulani mshike. You cannot. Wakati tunaomboleza ndugu yangu, wakati tunaomboleza kiongozi, tusilete mambo ambayo mko na tofauti. Kama wewe una tofauti na Baruk, wewe waachane kuingiza mambo ya mwenda zake. Kama uko na tofauti na Mheshimiwa Suti, usiingize. Kwa sababu nimeona wale wote ambao wanaongelea juu ya wengine, ni pengine wako na uchungu yao fulani. Na tungeweza kuleta mambo haya. Mheshimiwa Suti ni rafiki ya mjumbe wa Imulu wa Tigiri, Mheshimiwa Ng'eno. Baruk ni rafiki ya Mheshimiwa Ng'eno. Ni lini Mheshimiwa Ng'eno alilalamika kwamba tumekosana na hao waheshimiwa? Mbona tunaleta mambo ya kuleta maneno kukataka kukawanyisha viongozi kwa sababu ya kifo ya mtu ambaye hakuwa na hatred na mwenzake? Huyu ndugu yetu Juana Ng'eno hakuwa anapita yote na hao viongozi. Ukikumbuka wakati Juana Ng'eno alikuwa Eldoret wakichangia wale vijana wanamuziki, walikuwa ni watu ambao ni jovial people and they are working together as leaders. Ni watu ambao hatujawahi kuona watu wakikosana. So tusilete ukabila na uadui kwa viongozi wetu kwa sababu ya kifo ya mwenda zake. Tuheshimu Mheshimiwa Juana Ng'eno. Ile kazi Juana Ng'eno alifanya katika dunia hii, katika Kenya hii, katika Baringo hii ni mingi sana. Na sisi kama jamii, sisi kama Wakenya, ni ndio wakati ambaye tunataka tuweze kuomboleza na jamii ya Mheshimiwa Juana Ng'eno. Hii sio wakati ambapo tunanyoshana vitole na kusema ilikuwa. Ni wale naona wengine wakisema lazima serikali wanajua ni nini iliua Juana Ng'eno. Hata mtu ambaye ako na akili, mtu ambaye naona kwa macho yake, ile mtu ambaye amesoma kwa mtandao, unaona watu wamepost kila kitu ambayo ilikuwa inaendelea, na hata wale ambao walikuwa kwa sini. Mbona tunataka kuhusisha watu? Na mmesikia kwamba ndege kulikuwa ni hali ya anga ilikuwa mbaya, wata ilikuwa mbaya. So unataka kuniambia William Ruto aliweka wata kwa mbaya ndio ndege ianguke chini? Nataka kuniambia Mheshimiwa Suti aliweka wata iwe mbaya ndio huyo ashuke chini? Tusiweze kuongea vitu ambaye haileti. Hii ndio wakati ambao tunataka tuungane na jamii. Tuache utofauti ya siasa, turudi na tuomboleze na watoto wa marehemu Mheshimiwa Juana Ng'eno. Kwa sababu Juana Ng'eno hakuwa na mpango, hangetarajia kitu kama hicho. Alikuwa na mpango ya kusaidia vijana. Hata angekuwa Baringo huyo. Lakini kwa sababu hiyo changa, some of us were waiting in Baringo kwa sherehe ya ndugu wetu Mogi hapa Marigat. Lakini tulipopata habari hiyo ikawa ni chungu sana, hasa mimi. Nikikumbuka kazi ambaye Juana Ng'eno alinifanyia Bartabwa last year kunichangia kanisa ambayo tuliweza kuchanga over 1.5 million. Yeye mwenyewe alikuja na 1,300. Na watu wanaongea kusema Juana Ng'eno is not a Kipsigis. Juana Ng'eno is a Kenyan. Juana Ng'eno is a unifying factor within us Kalenjin and other tribes. Ni mtu ambaye aliweza kuunganisha watu. Hakukuwa na mambo ya kusema wewe unatoka wapi, yeye anatoka wapi. Kwani wakati ulikuwa kuja Bartaba ilikuwa sisi ni Kipsigis? Sisi hapa ni Kipsigis. Sisi ni Wakale na sisi watu wa Kenya ambaye ni mtu ambaye kuna roho ya kufanyia Mungu kazi. So nataka niseme tusiweze kuingiza siasa. Tuache mambo haya ya kuingiza siasa. Let us give time their family to mourn their beloved father and his wife to mourn his beloved husband and the entire Narok County. Nataka niseme pole sana. We want to say pole mama. Pole wakaaji wa Imulu wa Tigiri. Pole watu wa Narok. Poleni jamii yetu ya Kalenjin wote. Poleni jamii yetu ya Kipsigis. Jamii yote ya Kalenjin. Poleni kwa sababu tumepoteza kiongozi. Tumepoteza mtu ambaye tungetaka sana hawa na sisi ndio tuone matunda yake tukiendelea kupeleka Kenya hii mbele. Nataka niseme kwa wale ambao wanataka kutengeneza trip in between the family of the mwenda zake Juana Ng'eno and the president. Ng'eno, even yesterday and Saturday, he stood and he said that this government hakuna mali naenda, William Ruto will go second term, 2 term. Na wengine mnakuja kuongea chabu kusema ulikuwa
Ngeno alikuwa upande yenu, upande gani mlikuwa naye? Kama alikuwa upande yenu, mbona alikuwa na simamia William Ruto? You cannot tell us such a nonsense. And I want to tell Rigathi Gachagua, tumia hata avenues kuongea mambo ya siasa yako. Lakini hapana ngoachia vitu mbaya mbaya, hapana ngoachia kipo ya watu ndio uweze kupika wengine. That is not how to go. I want to warn Rigathi Gachagua, what you did on Saturday, kupeana uchumbe kabla hata jifikia watoto yake, kabla hajafikia watu wa Imolo Tigiri, unatangaza kusema napeana pole ati rafiki yako. Kwani rafiki yako alikuwa rafiki yako lini? Kwa sababu ameenda amekuwa rafiki yako. So we want to tell Rigathi Gachagua na wale wote wa opposition to not use the death of Mheshimiwa Chwana Ngeno kujitafutia umaarufu. Hapo haitakuwa sawa. Let us mourn as a human being ambaye ametuacha.